Jambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST mwaka wa kwanza kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa chuo hicho mwaka wa tatu aitwaye Gerard Filbert Said mwenye miaka 22. Waandamanaji waliokuwa na mabango nchini Kenya wanamtaka naibu inspekta wa polisi Elodie Lagati kujiuzuru kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanablog Albert Ojwang. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kesho kwa michezo yote ikitarajiwa kuchezwa katika viwanja tofauti, huko Tanzania Prisons akiwa nyumbani akiwaalika Yanga katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Ana Msumi. Walimu na wanafunzi pamoja na wazazi wa shule ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Simiyu wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuzindua shule maalum ya sekondari ya wasichana. Wameeleza kuwa uwepo wa shule hiyo umeibua matumaini mapya kwa mtoto wa kike mkoani humo, ambapo sasa wanakuwa na uhakika wa kuviepuka vishawishi ambavyo vilikuwa vikiwafanya kutomaliza masomo yao. Mwanahabari Rachel Mgala amekuandalia taarifa ifuatayo. Katika uzinduzi huo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema shule hizi zimejengwa ili kusaidia kuwapa nafasi wasichana wa mikoa mbalimbali kama kuwa shule maalum na kuzalisha wasomi wengi wa kike hususani masomo ya sayansi. Kwa kupitia shule hiyo, miaka kadhaa ijayo mkoa wa Simiyu utafanikiwa. Tunajenga shule hizi kwa sababu katika mkondo wa kawaida watoto wa kike hasa mikoani hata walikuwa wakifaulu, wengine wakiachwa tu. Lakini jengine sasa shule hizi zinawapa nafasi ya kuja kama shule maalum kwao. Lakini jengine ni kwamba watoto wa kike walikuwa nyuma sana kwenye masomo ya sayansi, na hawa ndio tunawategemea wawe madaktari, wawe mainjinia, wawe wauguzi, wawe mambo mengi ndani ya nchi yetu. Lakini idadi yao ilikuwa chache. Sasa shule hizi zinawapa nafasi maalum ili watoke hapa wakiwa wana sifa za kwenda kwenye maeneo mbalimbali, waende vyuoni alafu waende maeneo. Huruma Ntindia ni mwalimu mkuu wa shule hiyo maalum. Amesema uwepo wa shule hiyo imekuwa na umuhimu kwani itasaidia watoto wengi wa kike na wakina mama wa baadaye. Naitwa mwalimu Huruma Ntindia, mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Simiyu. Ujio wa shule hii umekuwa na faida kubwa kwa hawa watoto wa kike ambao kwa idadi yao ninaamini kabisa kwamba kama shule hii isingekuwepo basi tungekuwa tumepoteza hawa watoto wa kike ambao ni wamama wa kesho. Naye mmoja wa wanafunzi wa shule hiyo amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan na kusema kuwa shule hiyo imekuwa na umuhimu mkubwa sana kwa watoto wa kike sambamba na kuwekea miundombinu bora kwa ajili ya kujisomea. Hii imesaidia pia kupunguza ndoa za utotoni kwa sababu watoto wa kike wanapata nafasi ya kusoma shuleni, lakini pia imesaidia kupunguza mimba za utotoni kwa sababu tunapatikana shuleni. Manake changamoto zozote ambazo zingetokea wakati wa kusafiri kutoka majumbani hadi shuleni au shuleni hadi nyumbani zimepungua. Nao baadhi wazazi wameendelea kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutatua kero walizokuwa wakikumbana nazo wanafunzi hao, hususan kupata ujauzito. Shukuru sana kwa sababu kero za wanafunzi wetu zimetatulika. Katika eneo hili kulikuwepo na shule moja ambayo watoto walikuwa wanatembea kilomita zaidi ya 11. Watoto hawa wamekuwa na changamoto nyingi njiani. Wengi walipata mimba, wamekatisha masomo. Lakini sasa hivi watoto hawa wanakaa shuleni muda wote. Rais Samia anaendelea na ziara ya kikazi mkoani Simiyu ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Rachel Mgala, Dream Media habari. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST mwaka wa kwanza aitwaye Emilian Joseph Dozu mwenye miaka 21 kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa chuo hicho mwaka wa tatu aitwaye Gerard Filbert Said mwenye miaka 22. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya
ni kwamba mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu mwenye miaka 21 alimjeruhi Gerald Philbert Saidi mwenye miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni katika klabu itwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, na uchunguzi umebaini tukio hilo limetokana na ugomvi uliotokana na ulevi. Mbali na tukio hilo, jeshi hilo linamshikilia mtuhumiwa S7 Kipara mwenye miaka 38, mkazi wa Ipwizi, kwa tuhuma za kupanga njama na wenzake za kumuua mama yao mzazi na kumjeruhi kwa risasi mtoto aitwaye Sinzo Jifalo mwenye miaka 4, mkazi wa kijiji cha Ipwizi. Taarifa ya Claudi Elias inafafanua zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya Musti mwaka wa kwanza aitwaye Emilian Joseph mwenye umri wa miaka 21 kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa chuo hicho mwaka wa 3 aitwaye Gerald Philbert mwenye umri wa miaka 22. Ni kwamba Juni 14, 2025 huko katika klabu itwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtuhumiwa alimjeruhi Gerald Philbert Saidi mwenye umri wa miaka 21 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni, hali iliyosababisha kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa matibabu, lakini baadaye alifariki dunia. Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri huko katika klabu itwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu, lakini ilipofika majira ya saa 7 za mchana Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Pia jeshi la polisi linamshikilia mtuhumiwa Steve Kipara mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Ipwizi kwa tuhuma za kupanga njama na wenzake za kumuua mama yao mzazi na kumjeruhi kwa risasi mtoto aitwaye Sinzo Jifalo mwenye umri wa miaka 4, mkazi wa kijiji cha Ipwizi. Ni kwamba mnamo Juni 13, 2025 huko katika kijiji cha Ipwizi kilichopo kata ya Mjeli wilaya na mkoa wa Mbeya, mtoto aitwaye Sinzo Jifalo mwenye umri wa miaka 4 alijeruhiwa kwa risasi za shotgun katika bega la kushoto na mdomoni na mtuhumiwa Tambi Deusi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa tukio hilo linahusishwa na imani za kishirikina, ambapo Steve Kipara na Jifaru Kipara, watoto wa bibi Kweli Lubenge, wanadaiwa kumtuhumu mama yao Kweli Lubenge kuwa mshirikina aliyewaua watoto wao na wadogo zao. Kutokana na imani hizo, walipanga njama za mauaji dhidi ya mama yao kwa kuwakodi wauaji kutoka katika mkoa wa Lindi ambao ni Tabi Deusi na Shinja kwa makubaliano ya kuwalipa shilingi milioni 5. Uchunguzi wa awali baada ya tukio hili kutokea ndipo ilibainishwa kwamba hili tukio sasa linahusishwa na imani za shirikina, ambapo 7 Kipara na Jifaru Kipara ambao wote hawa ni watoto wa bibi ambaye anaitwa Kweji Lugembe mwenye umri wa miaka 75 wanadai na wanamtuhumu mama yao kuwa ni mchawi au ni mshirikina ambaye ameua wadogo zao pamoja na watoto wao. Sasa kutokana na imani hiyo ndipo walipanga njama ya kumuua. Kwa hiyo walitafuta watu au walikodi watu kwa ajili ya kuja kutekeleza tukio la mauaji, na hao walitoka katika mkoa wa Lindi, na hao watu ambao walikodiwa ni Tambi Deusi pamoja na Shija, na walifanya hivyo kwa makubaliano ya kulipwa shilingi milioni 5. Jeshi la polisi pia limetoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kuacha mara moja, kwani havina nafasi katika jamii. Pia jeshi hilo limetoa wito kwa wanafunzi kuzingatia masomo na kujiepusha na vitendo visivyofaa ikiwemo ulevi wa kupindukia, kwani ni hatari kwa afya zao na maisha yao pia.
Claudia Eliasim. Asante sana Claudia Elias. Watanzania wametakiwa kujenga utamaduni wa kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini ili kuendelea kutangaza na kukuza sekta hiyo ndani na nje ya nchi. Upendo Kimaro ni afisa utalii kutoka hifadhi ya Mpanga Kipengere. Amesema shughuli za utalii zimekuwa zikifanyika kila siku katika hifadhi hiyo, hivyo Watanzania wanayo fursa ya kujifunza na kufurahia utalii uliopo. Resta Fares ndiye mwenye undani wa taarifa hii. Kimaro ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya siku ya maporomoko ya maji duniani yaliyofanyika kitaifa katika hifadhi ya Mpanga Kipengere iliyopo wilaya Wanging'ombe na Makete mkoani Njombe na Mbarali. Pia tuna fursa ya kufanya utalii kwenye miamba. Tuna fursa ya kufanya utalii kwenye maporomoko ya maji. Tuna fursa ya kufanya utalii kwenye uoto wa asili pamoja na maua kule kwenye bustani ya dunia. Kwa hiyo nawahamasisha wazazi lakini na watu wote kwa ujumla kuwaleta watoto kipindi hichi cha likizo kuja kutembelea hifadhi ya Mpanga Kipengere. Si tu kufanya utalii hapa. Unapofanya utalii pia unajifunza. Kimaro amesema maadhimisho ya mwaka huu yamekuwa na mwitikio mkubwa wa watu kutoka mikoa mbalimbali nchini na nchi jirani na kuwataka kuendelea kutembelea hifadhi hiyo hata baada ya maadhimisho hayo. Ni mkubwa sana kwa sababu tulipofanya mara ya kwanza 2024 mwitikio bado kitu kilikuwa ni kipya. Kwa hiyo mwitikio haukuwa mkubwa sana. Lakini 2025 tukaona ongezeko la wageni limeongezeka kutoka wale wa 2024 tulipata wageni kama 100. 2023 tukapata wageni 100. 2024 tukapata wageni 200+. 2025 tumevunja rekodi. Naye afisa uhusiano kutoka taasisi ya Nasimama na Mama Winie Moshi amesema serikali kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa kipaumbele katika kuboresha sekta ya utalii ili kutangaza vivutio vilivyopo nchini na kukuza pato la taifa. Kwa upande wake katibu wa mabalozi wa utalii Mbeya Mumbe Mikaeli Igeje amekiri kujifunza mambo mengi ya utalii kutoka hifadhi ya Mpanga Kipengere na kuahidi kwenda kuitangaza hifadhi hiyo kwa Watanzania wengi ili kujenga uelewa zaidi kwenye sekta ya utalii. Maana hilo tu lituvuta kwamba tukayaone kwanza maporomoko ya maji ya kwanza kwa urefu nchini Tanzania. Na tulipofika hapa sasa tumeona maporomoko yenyewe. Maporomoko yako zaidi ya 50 katika sehemu mbalimbali yakiwa na maji masafi kabisa ambayo hayana magonjwa yoyote. Siku ya maporomoko ya maji duniani hufanyika kila ifikapo Juni 16 ambapo mwaka huu kitaifa imeadhimishwa katika hifadhi ya Mpanga Kipengere ikiwa ni msimu wa 3 kwa hifadhi hiyo kuadhimisha siku ya maporomoko. Resta Fares. Asante sana Resta Fares kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tindao. Waandamanaji waliokuwa na mabango wanamtaka naibu inspekta wa polisi Eliud Lagati kujiuzulu kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanablog Albert Ojwang. Waandamanaji katika jiji la Nairobi walijipata wakikimbilia usalama wao baada ya maofisa wa polisi kuwarushia mabomu ya kutoa machozi. Waandamanaji hao wengi wao vijana walikuwa wanapanga kufanya maombi kumkumbuka Albert Ojwang kabla ya kufanya maandamano ya amani hadi bustani ya Freedom Corner. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi pia imewakamata wafungwa raia 3 waliokuwa wakizuiliwa katika kituo hicho wakati wa kizuizi cha Ojwang. Mamlaka zinadai kuwa 3 hao walituhumiwa na polisi kumtesa Ojwang, jambo lililosababisha kifo chake. Aidha, waandamanaji wanamtaka waziri wa usalama wa taifa Kipchumba ajiuzuru. Kifo cha Ojwang kimezua ghadhabu kote nchini huku wito wa uwajibikaji kwa maafisa wa juu wa polisi ukiongezeka. Mwanablog huyo alikamatwa muda mfupi baada ya kuchapisha tuhuma za ufisadi dhidi ya Langati, hasa kuhusu upangaji wa kimkakati wa maofisa ndani ya idara ya upelelezi wa jinai na vitengo vya trafiki, nafasi zinazohusishwa na udhibiti wa mapato na taarifa za kijasusi za inspekta. Jenerali wa polisi
Douglas Kanja alipokuwa akihutubia Seneti tarehe 11 Juni alithibitisha kuwa uchunguzi ulianzishwa kufuatia machapisho ya mtandao yaliyosambaa na kumuhusisha Lagat na sakata la ununuzi wa mali ya thamani ya dola milioni 2.6 huko Dubai. Wakati huo huo, kamati ya bunge la kitaifa ya idara ya utawala na usalama wa ndani inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake inayosubiriwa kwa hamu, ikieleza matokeo ya uchunguzi kuhusu kifo cha Albert Ojwang, mwalimu mwenye umri wa miaka 26 aliyeaga dunia katika mazingira yasiyoeleweka katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi. Na Irani na Israeli zimeendelea kushambuliana kwa siku ya 5 mfululizo, huku jeshi la Israeli likidai kuwa limemuua kamanda wa ngazi ya juu wa jeshi la Iran Ali Shadman usiku wa kuamkia hii leo. Israeli inamtaja Shadman kuwa msaidizi wa karibu wa kiongozi wa juu wa Irani. Hayo yanajiri wakati milipuko imeripotiwa kuwa imesikika katika mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Irani. Jumatano jioni, Israeli ilikishambulia kituo cha televisheni cha taifa cha Irani wakati matangazo ya moja kwa moja yakiendelea. Nchini Israeli, milio mikubwa ya milipuko imesikika katika mji mkuu Tel Aviv pamoja na Jerusalem. Muda mfupi kabla ya mashambulizi hayo, ving'ora vilisikika katika maeneo kadhaa kutoka Israeli kama tahadhari ya ujio wa makombora yaliyorushwa na Irani. Taarifa ya jeshi la Israeli imesema timu za uokoaji zinafanya kazi katika maeneo yaliyoripotiwa kuangukiwa na makombora. Iran imesema imeharibu miundombinu muhimu ya Israeli kwa kutumia droni. Hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump aliondoka mapema katika mkutano wa kundi la G7 nchini Canada, akiwataka watu wote waondoke Tehran. Trump kupitia bayana kuwa kuondoka kwake mapema kwenye mkutano huo hakuhusiani kabisa na kutafuta makubaliano ya kusitisha vita kati ya Irani na Israeli, bali kunahusu jambo kubwa zaidi. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kesho kwa michezo yote ikitarajiwa kuchezwa katika viwanja tofauti, huku Tanzania Prisons akiwa nyumbani akiwaalika Yanga katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Huyo hapa Ramadhani Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kesho inaendelea kwa mzunguko wa 29, ikiwa ni michezo miwili imesalia kwa kila timu kutamatisha msimu wa ligi wa mwaka 2024-2025, ukiwaondoa Simba na Young Africans ambao wana mchezo wa kiporo uliopangwa kuchezwa Juni 25 mwaka huu. Katika michezo hapo kesho, Azam FC watawakaribisha Tabora United katika dimba la Azam Complex, wakati kule Tanga Coastal wao watakuwa wenyeji wa Fountain Gate. Dodoma Jiji watawakaribisha Singida Black Stars, wakati Simba wanafuata Ken Gold katika dimba la Ali Hassan Mwinyi kule mjini Tabora, wakati Mashujaa wao watawakaribisha KMC katika dimba la Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Michezo mingine hapo kesho ni Namungo watakuwa nyumbani katika dimba la Majaliwa kule Ruangwa mkoani Lindi wakiwakaribisha Wanankurukumbi Kagera Sugar. Pamba Jiji watakuwa nyumbani katika dimba la CCM Kirumba kule Mwanza kuwakaribisha JKT Tanzania. Mchezo hapo kesho katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, mafande wa Tanzania Prisons wao watakuwa nyumbani dhidi ya wananchi Young Africans. Na kuelekea mchezo huo, tambo zimesikika upande zote mbili, akiwemo mwalimu Amani Josia wa Tanzania Prisons, lakini pia Melody Hamdi wa Young Africans, wote wakieleza maandalizi kukamilika kuelekea mchezo huo. Katika habari za michezo kimataifa, kubwa zaidi ni kuendelea kwa kombe la dunia kwa ngazi ya club, ambapo leo alfajiri Boca Junior wao walitoka sare goli 2-2 dhidi ya Benfica, na mchezo mwingine ulikuwa ni Flamengo dhidi ya Esperance de Tunis, na Flamengo kishinda goli 2-0. Majira saa 4 usiku River Plate wao watakipiga dhidi ya Urawa Red Diamonds. Na hizo ndizo habari za michezo. Hii ni Dream Media. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbusha tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya Most mwaka wa kwanza kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa chuo hicho mwaka wa 3 aitwaye Gerard Filbert Said mwenye miaka 22.
Waandamanaji waliokuwa na mabango nchini Kenya wanamtaka naibu inspekta wa polisi Eliud Lagati kujiuzuru kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanablog Albert Ojwang. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kesho kwa michezo yote ikitarajiwa kuchezwa katika viwanja tofauti, huku Tanzania Prisons akiwa nyumbani akiwaalika Yanga katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na Dream FM na Instagram na X na Dream FM TZ, lakini tufuatilie kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.